السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka sala na salamu zimfikie mwalimu wa umma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuko katika 10 la katikati. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao an'ama Allahu ta'ala ala hadhihi al-umma. Ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala kauneemesha umma huu kwa kufikiwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao tufattahu fihi abwabul khairat. Ni mwezi ambao ndani yake hufunguliwa milango ya khairi, wa yukbilu fihi al-ibadu ala Allah azza wa jalla. Lakini pia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hujitupa na kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala bishatta anwa'i ta'ati, kwa aina mbalimbali na aina nyingi za taa ambazo ni wao kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani inakuja liyakuna miqatan litawbati at-taibina. Allah subhanahu wa ta'ala kauleta mwezi huu ili upate kuwa ni miqati, ama ni mausimu na ni wakati ambao wa kutubia wale wenye kutaka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio hilo tu, bali iweze kuwa ni hidayat ad-dhalin. Ramadhani ipate kuwa ni mwongozo kwa wale waliopotea. Fakam min taibin taba wa raja ila Allah ta'ala fi Ramadhan. Ni mara ngapi tumepata kushuhudia na kuona kwa macho yetu wale ambao wametubia na kurejea kikweli kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa kam min dhalin munharifin, ni wangapi waliopotea wakapondoka na wakatoka katika njia ya haki, lakini ikawa wao wameitambua haki katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa kam min mudhi'in lis-salah, na ni mara ngapi watu ambao waliokuwa ni wenye kuzipoteza swala. Wa hajirin lil-Qur'an, lakini pia hata wale ambao wameweza kuihama Qur'ani. Wa ghafilin an dhikri ar-Rahman, na wale ambao walighafilika katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Arafa at-tariqa fi Ramadhan, lakini wamekuja kuitambua haki katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakarejea katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli. Ramadhanu ayuha al-ahibba naharuhu siyam. Mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala akajalia masiku yake ama mchana wake ni funga, wa layluhu tahajjudun wa qiyam. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ule usiku wake wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni visimamo vya usiku, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali. Fayajma'u baina sababaini, kwa sababu hiyo ikawa imekusanya kati ya sababu mbili min asbabil maghfira, katika zile sababu ambazo zinahesabika ni sababu za mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo akasema bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, man swama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yule atakayefunga Ramadhan imanan, ilhali kuwa ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwenye kuamini bifardhiyatihi, kule kufaradhishwa kwamba Ramadhani ni faradhi kwake yeye, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Inyi ambao mmeamini, mmefaradhishiwa juu yenu funga kama vile walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu. Nini lengo na madhumuni? Allah subhanahu wa ta'ala akasema la'allakum tattaqun, kwa kufanya hivyo mtapata ucha Mungu. Ndipo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man swama ramadhana, yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan, ilhali yakuwa ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kuamini kwamba ibada hii ni ibada ambayo ni faradhi kwake yeye, wahtisaban, lakini pia akawa ni mwenye kutarajia ajira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye kusamehewa dhambi zake. Kisha akawa ni mwenye kusema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule atakayesimama Ramadhan, kwa maana ya kwamba akajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa visimamo vya usiku,
imanan wahtisaban, ilhali ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na ni mwenye kuwa na matarajio kwamba atakuwa ni mwenye kupata ajiri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, basi kadhalika mtu huyo atakuwa ni mwenye kusamehewa dhambi zake. Ayuha al-ahibba, shahru Ramadan fayankabu ahlu al-imani ala kalami ar-rahman. Tunashuhudia kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan wanajitupa kisawasawa ahlul imani ala kalami ar-rahman, wale wenye imani ya kisawasawa katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakawa wanahitimisha Qur'an. Na ndipo akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-siyamu wal Qur'ani, kwani saumu pamoja na Qur'ani yashfa'ani lil'abdi, viwili hivi vitakuwa ni vyenye kumtakia shafaa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu siyam, saumu itakuwa ni yenye kusema ay rabbi, ewe Mola wangu, inni mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari, mja wako huyu mimi nilimzuilia kula kwake, kunywa kwake katika kipindi cha mchana wa Ramadhan, fashafi'ni fi, ewe Allah subhanahu wa ta'ala msamehe kupitia mimi au kukupitia ibada hiyo ya saum. Wa yaqulu al-Qur'an, lakini pia Qur'ani itakuwa ni kusema mana'tuhu an-nawma bil-layl, mja wako huyu nilimzuilia mimi usingizi wa usiku, fashafi'ni fi, nilimzuilia akawa ni mwenye kusimama visimamo vya usiku, ilhali ni mwenye kutarajia kwamba atakuwa ni mwenye kupata ujira wako. Fashafi'ni fi, basi mpe utetezi ama mpe shafaa kwa kupitia hilo. Fayashfa'ani, basi saumu pamoja na Qur'ani vitakuwa ni vyenye kumtetea mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya machache niseme subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.